takribani siku 6 tangu Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba afanye ziara yake ya siku 4 katika mkoa wa Katavi. Lakini leo hii tuko halmashauri ya Nsimbo ambako ni sehemu ya maeneo ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba alipita katika eneo hili la Starike, takribani kilomita 37 kutoka manispaa ya Mpanda yalipo makao makuu ya mkoa wa Katavi, ni kusini magharibi mwa Tanzania. Lakini moja ya mambo ambayo aliyazungumza Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa katika eneo hili, alipata fursa ya kuzungumza na wananchi. Mmoja wa watu ambao walitoa changamoto zao ni pamoja na dereva tuliye naye hapa. Yeye alikuwa na changamoto ya usafiri wake ama gari hii iliyopo hapa maarufu kama Probox, ambayo anaitumia kwa ajili ya shughuli za usafirishaji kutoka hapa Starike mpaka manispaa Mpanda. Ilikuwa imechukuliwa na jeshi la polisi kwa makosa ambayo aliyaeleza mbele ya waziri mkuu, na leo tumefika hapa kujua agizo ambalo lilitolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba arudishiwe gari yake hii limeshatekelezwa au la. Habari yako? Nzuri tu. Uko poa eh? Niko poa, namshukuru Mungu. Alhamdulillah. Hebu tuambie, siku ile kwa mara ya kwanza unaongea mbele ya kiongozi mkubwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ujasiri huo uliupata wapi, ama kulikuwa na watu walikupanga huko nyuma? Asante sana. Nashukuru ndugu mwandishi wa habari kwa kuja kunisikiliza na kuhojiana na mimi. Kwanza kimsingi tangulia kusema na kutoa shukurani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, kwa jambo kubwa na muhimu alilonifanyia. Kwanza nilitoa maombi yangu akanisikiliza, na kimsingi maamuzi aliyofanya kwa upande wangu yalikuwa mazuri na yalinisaidia sana, kwa sababu siku ile ile alitoa maagizo nipewe gari, na nawashukuru pia viongozi wa taasisi kwa hususan jeshi la polisi. Hapakuwa na namna yoyote ya makandokando kuzunguka huku na kule, hapana. Nilipofika kituo cha polisi cha kwanza nilikabidhiwa gari yangu, na alitoa maagizo na mawe yaliyokuwa yamekamatwa ndani ya gari pia nipewe. Kwa jeshi la polisi lilitekeleza amri hiyo, jeshi la polisi lilitekeleza kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo gari yangu nilipewa na nilikuta ikiwa katika hali nzuri na salama kabisa. Hapakuwa na dosari aina yoyote. Kwa kusema hayo, napenda kusema tu nisiwe na maneno mengi sana. Nishukuru vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi kwa kuangalia chombo changu vizuri na kutokuta dosari aina yoyote, lakini pia sana nimshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Narudi kwenye swali lako la msingi kwamba ni kwa namna gani na ujasiri nimeutoa wapi wa kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Labda nikwambie, niseme, unajua wakati mwingine vitu vingine ni unafika mahali ni vya kuzaliwa tu, unakuwa nacho, sio kufundishwa. Na nashukuru kwa kupata fursa hii pia kuzungumzia jambo hilo, kwamba kuna watu wameshakuwa na maneno mengi kwamba kijana yule wa Starike huwa anapangwa na watu kusema maneno yale. Si kweli. Nikuhakikishie mimi hakuna mtu wa kunipanga, kwanza hilo lazima ulijue, na siko hivyo, asili yangu haiko hivyo, mimi sipangwi. Kwa ukija kunipanga lazima ujidhatiti kwamba unakuja na hoja za msingi kuja kunipanga, na jambo nililozungumza na hususan changamoto nilizozungumza kwa upande wa Starike ndivyo zilivyo. Zipo, sio kwamba za kupangwa, zipo. Unajua kitu cha kupangwa ni kwamba unazungumza kitu ambacho hakipo, lakini uhalisia mambo yapo, yamefanyika. Kwa namna kupangwa ni namna tu Mungu amekupa karama ya kufika mahali kuweza kuzungumza mbele ya kiongozi mkubwa, mbele ya hadhara ya watu. Sio kila mmoja ana uwezo wa kuzungumza. Kwa namshukuru Mungu kwa kunipa ujasiri huu alionipa wa kuzungumza mbele ya hadhara ya watu, lakini nachokiangaliaga sana na umakini nilionao kwenye masuala mazima ya kuzungumza kuhusu changamoto mbele ya wakubwa, mbele ya viongozi, ni kuto kuingiza namna yoyote ya kumsingizia mtu. Ni uzungumze tu iliyo kweli basi. Ukizungumza iliyo kweli, na ndio maana huwa tunakuwa kama unakuwa na kumbukumbu, kwa sababu unachozungumza ni kweli. Ukizungumza uongo, kumbukumbu huwezi kuwa nayo, ndipo pale unarudi kama unakuta kwenye hatia. Kwa hiyo ujasiri huu nilio nao sio wa kufundishwa. Mimi nimezaliwa hivi, na baba yangu amenilea kwenye misingi ya kuzungumza ukweli, na baba yangu mimi Mzee Amos amenilea kwenye misingi ya kuto kumwogopa mtu, ni kuheshimu tu.
na vitu kama hivyo. Na unapofikia mahali unazungumza, lazima uangalie kutokuvunja taratibu, sheria na kanuni za nchi yetu. Moja ya mambo ambayo ulizungumza yalikuwa ni changamoto ambazo zinawakabili wananchi katika eneo hili. Ndio. Unatoa ushauri gani kwa vijana pengine kuwa na ujasiri wa kuzungumza mambo ambayo yanawakabili kwenye jamii, kwa sababu wengi hawako kama wewe? Ndio. Swali zuri mheshimiwa mwandishi wa habari. Ni kweli tunakutana na changamoto hiyo, hasa mimi kwenye jamii ambayo naishi hapa sasa hivi. Hapa mimi ni nyumbani, nimezaliwa hapa. Naam. Changamoto tulio nayo kubwa, ni kweli kabisa, vijana tulio wengi tunaogopa sana, na tunaogopa kwenye swala zima la usalama wetu. Tunaamini ukisema jambo kama hivi nilivyosema mimi kwa kiongozi, yani kwa kuwataki na kuwasema viongozi wa serikali au kuwataja watendaji wa serikali moja kwa moja, inatia wasiwasi. Kwa watu wengi na vijana tulio wengi tunaogopa kuhusu usalama wa kwetu. Kwa unakuta tulio wengi kuinuka na kusema ni kazi. Ndio kama nilivyokuambia awali, ni ujasiri ambao unatokana tu na namna ulivyozaliwa huko hivyo. Kwamba mimi siogopi kitu itakalokuwa na liwe, lakini ujumbe ufike. Kama wakusaidiwa tusaidiwe, kama hakuna msaada tujue hakuna msaada. Na ndio kitu ambacho mimi huwa nasimamia. Nimekamatwa labda na kosa au nimeingia kwenye hatia fulani, tujue mwafaka wake, kwa sababu nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Naam. Tangu siku ile sasa umepata fursa ya kuzungumza mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio. Na ukapewa gari yako baada ya maagizo aliyoyatoa kwa OCD kuhakikisha kwamba anakupatia gari yako. Ndio. Tuambie hali ya usalama wako ukoje kwa sasa? Safi, swali zuri. Napenda kuzungumza jambo moja, na si kwa kumsingizia mtu. Kama nilivyokuambia toka awali, mimi ni mtu ambaye nazungumza ukweli. Kwa kweli toka Waziri Mkuu ametoa maelekezo kuhusu jambo langu binafsi, kimsingi sijapata aina yoyote ya vitisho, sijapata aina yoyote ya rabsha kwamba mtu fulani kapiga simu katishia, mtu fulani kapiga simu kafanya vile. Hapana, walitekeleza maagizo ya Waziri Mkuu na hakuna jambo lolote lilotokea baya baada ya yeye kutoa agizo lile. Na mpaka sasa hivi ninavyokuambia, dakika tunapozungumza, hakuna namna yoyote na vishiria vyovyote vya kuwa na wasiwasi na usalama wangu na vitu kama hivyo. Jambo la msingi ambalo napenda kulizungumza, na mshukuru Mungu sana mpaka sasa hivi. Labda hapo baadaye, kimsingi ni kweli kama ulivyouliza swali kwamba hali yangu ya usalama ikoje. Kimsingi lazima mtu uwe na wasiwasi. Mimi ni binadamu. Nimezaliwa na mwanamke, kwa wasiwasi upo tu. Siwezi kusema kwamba najiamini kupitiliza kwamba hakuna kitachotokea. Hapana, huwezi kujua leo tupo, kesho huwezi jua kitachotokea. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii kusema kwamba naomba sana, ikiwezekana kwa kweli niangaliwe kwa namna nyingine ni masuala mazima ya usalama, japo najua hakuna kitachotokea kibaya, kwa sababu hata maelekezo yaliyotoka yalikuwa si mabaya, na niliomba kwa kiongozi anisaidie. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya ni kuomba tu msaada, na sio kumwataki mtu kusema kwamba amekosea kwa alichokifanya. Hapana, ni mimi kuomba msaada juu ya jambo langu, na kimsingi namshukuru Mungu nilisaidiwa. Ningekaa kimya nisingesaidiwa. Ina maana tungekuwa tunasubiri mchakato ufanyike kwa baadhi ya vitu, kwa katia nilokutwa nayo na kosa nilokamatiwa, mpaka sasa hivi ningekuwa bado chombo kiko kwenye mikono ya serikali au sheria na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa kuomba kwangu mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ambaye ni mtendaji mkuu wa serikali, jambo limekuwa jepesi kwangu, na leo chombo changu kiko hapa nacho na nafanya kazi na sijakutana na dosari yoyote. Kwa hiyo masuala ya usalama kiukweli, naomba pia liangaliwe hilo, japo hapajatokea jambo lolote la kutishia usalama wangu wala vitisho vya aina yoyote. Na hata nilipofika polisi nilipokelewa vizuri tu na OCCID na akanikabidhi chombo changu na mali zangu ambazo zilikuwa kwenye gari. Kila kitu kilikuwa kiko safi na hapakuwa na kauli yoyote ya vitisho. Kwa mheshimiwa OCCID alinipokea vizuri na akanikabidhi chombo changu na akasema kwamba mambo huwa yanatokea yapo, lakini napofikia mahali linakuisha kwa mtindo kama huu. Mambo huwa yanakuisha kwa mtindo tofauti tofauti, la kwako limekwisha kwa mtindo huu. Ndio mambo alionieleza. Kwa hiyo hapakuwa na namna yoyote kwenye upande wa polisi kunitishia na kuweka namna yoyote ya vitisho. Namshukuru Mungu kwa hilo, na mpaka sasa hivi kama nilivyoeleza mwanzo, hakuna namna yoyote na dalili zote za kutishiwa usalama wangu. Na asante. Sasa usafiri wako huu umekuwa nao kwa muda mrefu.
Ndio. Kwenye maelezo yako ulieleza kwamba ilikuwa kama miezi miwili ndio gari hii inashikiliwa na polisi. Ndio. Katika kipindi hicho uliweza kumudu vipi maisha ukiwa unategemea usafiri kuendesha maisha yako ya kila siku, lakini gari imeshikiliwa kwa muda wa miezi miwili, hali ilikuwaje? Ndio, swali zuri. Mheshimiwa ndugu mwandishi wa habari, unajua kwenye jamii unayoishi utapata msaada au utasaidiwa kutokana na changamoto unazokutana nazo ni kwa namna gani wewe unaishi na jamii nayo kuzunguka. Kimsingi mimi sijui, lakini ninavyofahamu mimi binafsi, mimi naishi na watu wastarike vizuri tu. Nachokiogopa kwenye maisha yangu siku zote ni kumdhulumu mtu, kumsingizia mtu, kupoka haki ya mtu. Kwa hiyo naishi nao vizuri, ndio maana kwangu ilikuwa rahisi kuishi kawaida kipindi chote ambacho gari yangu imezuiliwa, ambao ndio chanzo changu cha kipato na kuendesha maisha yangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa namna ninavyoishi na watu wastarike. Na mimi hapa ni mzaliwa, nina wazazi wangu hapa na mama yangu yuko hapa na bibi yuko hapa. Kimsingi nikitindikiwa kuna watu wa kuwakimbilia, na baba zangu wadogo na kaka yangu yuko Mpanda mjini pale anaitwa Eric Talimo. Kwa mara kadhaa amekuwa akinisaidia pesa kujikimu na nini, nikimlilia shida, blaza bwana, kama unavyojua mimi gari yangu imezuiliwa na shida hii na hii nyumbani kwangu, ananisaidia. Na baadhi ya vijana wenzangu ambao ni madereva wenzangu kwenye hizi gari tunafanya kazi pamoja, madereva probox wenzangu, inafika mtu anaguswa kwa namna yake, bwana Maganga, tunajua wewe ufanye kazi saa hizi, hebu shika 10,000 hii itakusaidia. Mtu anakusaidia, ndio maisha nimeendesha kwa mfumo huu. Lakini kusema kwamba eti nilikuwa na hiki nafanya kitu kingine, hapana. Kazi yangu mimi ni moja tu rasmi, ni hii ya kufanya usafirishaji na vitu kama hivyo. Kwa watu niliowataja hapo ndio walikuwa msaada mkubwa kwangu, lakini pamoja na jamii nzima ya Starike wamekuwa msaada mkubwa kwangu kwa mawazo na kunifariji pia na kuniambia kwamba kuna siku moja jambo lako litakwisha. Kwa nimeishi kwenye mazingira hayo kwa miezi yote miwili wakati gari yangu ilikuwa imezuiliwa kituo cha polisi. Naam, shukrani. Sasa story yetu ilikuwaje gari ilikamatwa? Nini kilitokea? Asante. Swali zuri na ndio swali la msingi kabisa. Naomba watu wafahamu. Najua kila mmoja huwa anachukulia vitu na kauli za mtu kwa namna yake na kutafsiri. Unajua kutafsiri vitu tunatofautiana. Jambo linapokuwa limezungumzwa. Ilikuwa mnamo tarehe 12 ya mwezi wa kwanza kama sijasahau. Nilikuwa natoka mjini. Nimetoka mjini vizuri kabisa, nimepakia abiria wangu vizuri. Mikao kuna abiria mwingine alikuwa anashukia senta moja iko mbele kutoka hapa, ni ndani kidogo barabara ya kwenda Mpimbwe. Naam. Huwa kuna watu wanaishi kule. Sasa kulikuwa na abiria miongoni mwa abiria wangu alikuwa anakaa kule. Kwa hiyo ikaniladhimu akaniomba nimpeleke mpaka kule anakoishi. Alikuwa na mzigo wa duka. Kimsingi nilimpeleka mpaka kule. Sasa nilipokuwa narudi sasa kutoka kule kwenye senta hiyo, ndio ni kama kitongoji fulani hivi. Nikawa narudi barabara hapo karibu na hifadhi ya barabarani hapo karibu na hifadhi kimsingi. Hapo karibu na mpaka ya hifadhi kaka kitongoji. Hapo mbali kidogo. Nilipokuwa narudi sasa ndio nikakutana na mteja mwingine, kwa sababu sisi kazi yetu tunasafirisha abiria na pamoja na mizigo. Yule bwana akanisimamisha, ambaye ndio nikamatwa naye, na ndio mwenye mzigo huo wa mawe. Kwa hiyo aliponisimamisha akanieleza, bwana unarudi kijijini? Ngambia narudi kijijini. Una mzigo wote? Ngambia hapana, nimetoka kushusha abiria hapo walikuwa na mzigo. Sasa mimi na mzigo wangu na mifuko yangu ya mawe ipo 24. Na pale kimsingi alipoweka mzigo wake ni kwenye shamba la mtu. Kwa hiyo tulipofikia mahali tukazungumza, tukaelewana mpaka bei ya kila mfuko. Basi nikawa nimepakia tulivyo, kwa sababu mimi nijiridhisha kwamba hapa ninapopakia mzigo ni nje ya mipaka ya hifadhi, sio upande wa TFS wala TANAPA. Kwa ni eneo tu la kijiji. Basi tukaenda tukapakia ule mzigo, hiyo mifuko ya mawe 24, tukaanza kuja. Tumefika kuna kadara kamoja kako jiwe la Simba pale. Tukapishana na gari ya watu wa TANAPA vizuri kabisa. Basi mimi nikawa tukasalimia tu kawaida, nikawa nimeondoka. Nimekuja kukamatiwa sasa, gari imekuja kuzuiliwa kabisa. Ni hapo kwenye kadaraja Kakabenga, ambapo kimsingi ni kijijini hapa. Kako hapo chini tu. Naam. Umeona, ambako ndo kadaraja kalisababishaga mkuu wa mkoa akakaa zaidi ya siku nzima. Naam. Kalijaga maji kama mafuriko. Nikakamatiwa pale na watu wa hifadhi ya taifa Katavi. Bwana simamisha, nikasimama. Niliposimama nikashuka. Bwana umebeba nini? Nikamwambia nimebeba mawe.
kwani vipi jamani? Inabidi usimame usubirie. Tumepigiwa simu tukuzuie. Akasema lakini mimi nimebeba mawe, sibeba kitu tofauti na nini? Na mawe. Sawa. Lakini inabidi usubiri. Akasema nani kawapigieni simu mnizuie? Akasema kuna watu umepishana nao huko njiani. Akasema ni kweli kuna gari moja ya kwenu nimepishana nayo, lakini hatukuongea nao chochote. Sasa inakuwaje mnanizuia? Wamepiga simu mnizuia na mimi nimebeba ni mawe. Kwani kubeba mawe ni makosa? Akasema bwana subiri mpaka hao waliotupigia simu tukuzuie waje. Akasema sawa, mimi nitawasubiri. Lakini gari kwa bahati mbaya ilikuwa imepaki, wamenizuia iko darajani. Sasa kimsingi kiusalama zaidi barabarani na kwa sio vizuri sana. Kwa hiyo nikawa nimewaomba basi tutoe gari hapa darajani tuipaki pembeni. Tulivutana nao kidogo, muda kidogo, kama nusu saa nzima mpaka kutoa gari pale darajani. Wakaja wakakubali, nikamwambia si madereva. Basi toeni nyinyi kama mnaogopa mimi nitakimbia, toeni nyinyi gari. Wakawa wametoa wameweka pembeni. Wakawa wamewapigia wale watu ambao wamewapigia wao wanizuie. Wakawa wamekuja. Walivyokuja hapakuwa na maongezi yoyote. Baadhi ya wazee wangu nafahamiana nao vizuri sababu wamefanya kazi na babangu. Maganga vipi? Ngamba safi mzee, inakuaje? Safi. Basi twende ofisi. Ndio kilichofuata. Hapakuwa na maelezo kwamba inakuaje au mzigo inakuaje, sikuulizwa hivyo. Nikapigwa tu pingu na mwenye mzigo. Basi mzigo wa nani? Kama mwenye mzigo huyu hapa. Kwa hiyo tukapigwa naye pingu tukapelekwa hapo kwenye chemba yao. Nafikiri baada ya hapo mimi waliniweka kwenye chemba yao pale, wakaondoka na mwenye mzigo. Wakaenda naye huko. Sasa sijajua huko alivyoenda yule mwenye mzigo alikwenda kuonyesha wapi mzigo ameutoa, sijui. Sababu mimi nilikuwa mbebaji tu. Sikujua yale mawe yametolewa wapi wala wapi. Yaani nilipoyakuta ni kwenye shamba la mtu. Basi yalikuwa mawe gani? Mawe ya dhahabu ama mawe makokoto? Unajua sisi wengine hatuna taaluma ya madini. Kwa hiyo kujua haya ni mawe ya dhahabu, haya sio mawe ya dhahabu, sina taaluma hiyo. Kwa hiyo siwezi kukwambia kwamba yalikuwa mawe ya dhahabu au yalikuwa si mawe ya dhahabu. Lakini ulijiridhisha tu kuna makokoto kokoto. Ni kokoto, ni mawe madogo madogo, sio mawe kusema mawe makubwa, ni makokoto ambayo kimsingi mtu anaweza kukwambia haya ni ya kujengea. Kwa hiyo sina taaluma ya kusema haya mawe ya kuyaangalia ni mawe ya madini au si ya madini. Naam. Nachojua mimi kijiografia mawe yote ni madini. Okay, walimchukua yule sasa aende kuwaonyesha. Upande wako nini kikaendelea? Kwa upande wangu mimi baada ya kumchukua yule bwana walivyokwenda naye huko walikokwenda naye, walirudi baadaye jioni. Kimsingi hawa watu wa TANAPA hawaruhusiwi nafikiri kulala na mtuhumiwa. Kwa mwisho wa siku usiku tulipelekwa mida saa 3 tulipelekwa polisi. Na gari yangu ikiwa na mawe ndani, kwa tukapelekwa mpaka polisi, tukawekwa selo. Tulilala selo nafikiri siku 2. Hiyo tarehe 12 niliopelekwa, tarehe 13 nafikiri na tarehe 14. 14 ndio nilitoka. Kwa hiyo nilikaa selo siku 2, nilala siku 2. Baada ya hapo nafikiri siku ile ya pili tulitolewa. Tulivolala siku ya kwanza tarehe 12, tarehe 13 walikuja watu wa TANAPA na mtu wa madini wakatuchukua wakatupeleka mpaka polini. Kwa hiyo tupeleka polini, mimi kimsingi niliwaonyesha nilipopakilia mzigo. Sasa bwana mimi nilipopakilia mzigo huu ndio ukamata. Nimepakilia hapa. Hapa ndio mwisho ambapo mimi napajua. Huko kwingine mimi sijui. Basi wakafanya upelelezi wao wanavyojua wao kwa mambo ya utimami, mimi sio taaluma yao. Mimi siwezi kuwaingilia, mimi sijui hayo mambo. Nilipomaliza kuzunguka huko polini, tukarudi mpaka polisi, tukafungiwa sisi ndani. Basi hatua zingine zikafuata za kuchukua dhamana na kila kitu. Kwa ndugu zangu walikuja, madereva wenzangu wakanitolea dhamana, na mmoja dereva mwenzangu ndo alinitolea dhamana, anaitwa Geoffrey Mdabulo. Naye anafanya kazi ya usafirishaji. Walikuja akanitolea dhamana, nikatoka. Na polisi kwa kweli hawakuwa wasumbufu kwenye dhamana. Nilipewa dhamana ambayo kimsingi ni haki yangu ya msingi. Kwa sheria na kanuni za nchi yetu. Kwa nilipata dhamana, haki hiyo nilipata, nikatoka. Ndio tukaanza sasa kuanza kufuatilia gari yangu inatokaje. Sasa kwa kila wakati nikiuliza wahusika, bana subiri kidogo, subiri kidogo. Sasa ile subiri kidogo ndio ikanipa mimi nafasi ya kuona kiongozi huyu anakuja. Basi mimi naweza nikasema jambo langu hapa, nikapata namna ya kusaidiwa, hata kama si msaada wa moja kwa moja gari itoke. Panaweza pakatoka labda maelekezo pakawa na urahisi zaidi. Kwamba hata kama ni kesi basi iende mahakamani ikasikilizwe, kama napoteza, kama chombo changu napata. Basi ndio huo, kama unavyosema ulipata ujasiri wapi? Ujasiri wengine sio wa kuzaliwa nao tu. Upo. Sasa ulifuatilia pia kujua yule mwenzako ambaye ndo alikuwa mtuhumiwa namba 1 sasa kwa maana hiyo, manake waliendelea kumshikilia.
wewe ukawa umejitoa, kwa maana ulienda site ukawaonyesha eneo ambalo ulimbeba huyo mtu. Umefuatilia yuko wapi? Swali zuri. Sema labda katika maelezo yangu sikujaribu kuweka ilikuwaje. Swali zuri sana. Kimsingi mtu ambaye ndo mwenye mzigo niliyekamatwa naye, na yeye alipata haki hiyo kama nilivyopata mimi, hakutengwa. Hapo tukaweke sawa. Sije kuonekana labda mimi nilipata favor mwenzangu akazu na yeye pia alipata haki ile ile ya msingi ambayo mimi nilipata. Naye pia tuliweka naye dhamana pamoja. Kwa hiyo tulitoka pamoja. Tuliingia selo pamoja na tukatoka pamoja. Sawa? Kimsingi tuliendelea kukaa nje kwa dhamana na kufuatilia, kwa sababu kila mmoja alikuwa anafuatilia mali yake. Kwa mimi sana nilikuwa nauliza na tulikuwa tunahudhuria polisi wakati mwingine kuona jambo linaendaje. Kwa kimsingi na yeye alipata haki ile ile kwa msingi wa swali lako, naye alitoka kwa dhamana. Kwa hiyo hakunyanyasika, hakufanywa chochote. Tulikuwa safi kabisa. Okay, sawa sawa. Hebu sasa tuambie, kwa mfano kama leo umepaki gari hapa. Ndio. Hujaenda kazini. Ndio. Kwa nini? Vizuri. Unajua hizi ni biashara tunafanya. Kwa hiyo na biashara tunavyofanya kila mmoja na namna yake anavyofanya biashara. Timing sawa, lakini pia ukiangalia hii season ilivyo ni masika. Kwa uwezi tu ukafika mahali ukawasha gari ukapandisha. Unaangalia upepo, unaangalia upepo na hali yenyewe jinsi ilivyo ya masika, bado watu wako kwenye mashamba, watu wengi hawaendi mjini. Kwa abiria wengi tunawapata ni wale wanaokuwa na maduka. Mtu anakwenda hapa tukachukulia mzigo wangu wa duka na vitu kama hivyo. Kwa abiria bado sio wengi. Ndio maana unaweza kukuta magari unaona kama wenzangu wamepaki hapa, mwingine ndio amerudi saa hizi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hatuna abiria kwa huu msimu wa masika ile muendelezo. Kwa wanakuepo wakati mwingine hivyo. Kwa hiyo ndio maana unakuta gari iko kivulini hapa. Lakini pia huu ni mchana. Sana kazi inafanyika asubuhi na jioni. Hapa katikati panakuwa safi sana. Sasa mimi nikukumbusha jambo. Nakumbuka pia ulizungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio. Ulimuomba kwamba unatamani uwe mgeni wake kwenye zile session za bungeni. Ndio. Na vikao kwa taarifa muda sio mrefu vinaanza. Ndio. Unamwambiaje sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba? Swali zuri mheshimiwa mwandishi wa habari. Ni kweli umenikumbusha, niliomba hiyo nafasi. Unajua wakati mwingine tunajifunza kila wakati, kila siku, na huwezi kujua kesho itakuwaje. Kwa hiyo nilimuomba nafasi hiyo kwa sababu huwa natamani siku moja niende nikatembelee moja ya muhimili kwenye nchi yetu ambao ni bunge. Nikaone namna watu wanavyofanya kazi na uendeshaji wa bunge unavyokuwa. Na ndio maana kwa pale nikatumia fursa hiyo kumuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu Lameck Nchemba mimi niwe mgeni wake bungeni. Na nashukuru alilipokea vizuri na akaruhusu, akasema sawa, karibu sana. Sema sasa nashukuru umeniuliza swali hilo mwandishi wa habari, kwa sababu wengine hatujui utaratibu. Natakiwa nifanyaje ili nifike nikawe mgeni wake. Lakini naamini mbunge wangu anajua utaratibu. Kwa hiyo ana Richard Lupembe. Kwa hiyo nitamuuliza atanipa utaratibu ni kwa namna gani sasa nitafanikiwa au nitaweza kwenda kuwa mgeni wa Mheshimiwa Waziri Mkuu bungeni kwenye moja ya mihimili kwenye nchi yetu. Asante. Kwanza nikushukuru sana kwa kuzungumza na sisi. Tukumbushe majina yako. Majina yangu kwa jina naitwa Final Amos Maganga. Maarufu hapa Starike naitwa Maganga Kapama. Shukrani sana. Asante sana. Na sisi tunakutakia kila laheri na majukumu mema pia. Asante sana. Safi, shukrani. Asante sana.